Bana, ishu kubwa ni kuhusiana na klabu ya Young Africans ambayo imeamua kuishtaki TFF na bodi ya ligi serikalini, na wameamua kushtaki serikalini kwa sababu ndio sehemu ambayo wanaamini kwamba wataenda kupata haki yao ya msingi. Ukumbuke Young Africans walienda kulalamika kule kwenye mahakama ya usuluhishi wa michezo duniani CAS, na baada ya kwenda kulalamika kule walishindwa kupata majibu ya kile ambacho walikuwa wanakilalamikia. Kwa hiyo sasa hivi wameamua kwenda kuishtaki TFF na bodi kule serikalini kuhakikisha kwamba wanapata haki yao. Na kwenye barua ambao wameiandika kwenda serikalini ina kurasa 167 kama ambavyo nimekuambia jana, na kwenye hiyo kurasa 167 ambazo wameandika wamelalamikia vitu kadha wa kadha, wamelalamikia mambo mengi kweli kweli, na miongoni mwa mambo ambayo wameandika ni pamoja na uonevu wa bodi ya ligi, uonevu wa TFF, lakini pia uvunjifu wa kanuni, lakini namna ambavyo Yanga imeshindwa kusikilizwa kwenye mambo mbalimbali ambayo mara kadhaa wamekuwa wakilalamika kuhusu TFF na bodi ya ligi. Wao wanaamini kwamba walikuwa sahihi, lakini pia wanaamini kwamba kanuni zilivunjwa kwa makusudi. Kwa hiyo kwa sababu wanaamini kwamba kanuni zilivunjwa kwa makusudi, wanachohitaji ni wao kupatiwa alama 3 na pia kurejeshewa gharama ambazo walizitumia kwenye mchezo wa dabi kuandaa tiketi na mengine kama hayo. Sasa swala lilikuwa changamoto inayokuja ni kwamba serikali hairuhusiwi kuingia kwenye michezo moja kwa moja, lakini hapo mambo ambayo serikali inaruhusiwa kuingilia. Kwa mfano inapokuja kwenye masuala ya katiba, uvunjifu wa katiba na nini, serikali inaruhusiwa kuingilia moja kwa moja kwa sababu ndio chombo ambacho yani serikali ndio mpira wenyewe sometimes, kwamba inapokuja swala la katiba za vilabu na shirikisho huwa zinatengenezwa kutokana na sheria za nchi. Kwa hiyo hapo ikitokea kuna uvunjifu wa kanuni wa katiba na nini, ni lazima mamlaka za soka ziweze kuingilia, mamlaka za serikali ziweze kuingilia ndani kuangalia ni kitu gani ambacho kimefanyika, na kama kuna marudu yamefanyikaje ili waweze kufanya utatuzi. Kwa mfano kama unakumbuka issue ya mzee wetu Magoma, ile issue mwisho siku alienda kupeleka kwenye mahakama za serikali kwa sababu ni issue za kikatiba. Yaani issue za kikatiba huwezi kupeleka kasi kule. Sasa kwenye hili nafikiri pia Young Africans kuiomba serikali wasaidie ni swali lingine ambalo pengine linaweza kuwatia matatizoni, kwa sababu watakachokifanya serikali ni kuwashauri wao warejee tena wakutane na TFF na bodi ya ligi wakae wayazungumze wayaweke sawa, lakini serikali haiwezi kuingilia kati moja kwa moja na kusema kwamba labda bodi ya ligi washtakiwe au labda TFF washtakiwe au labda itatolewa adhabu yoyote. Hakuna adhabu yoyote ambayo itatolewa na bodi ya ligi, wala itatolewa kwa bodi ya ligi au kwa TFF na shirikisho la soka na serikali ya Tanzania. Hakuna adhabu yoyote ambayo TFF watapewa wala bodi ya ligi watapewa. Ila kitakachofanyika ni kwamba adhabu itatolewa, yani kitakachofanyika ni kwamba watu watashauriwa wakae pamoja. Yani sana sana serikali itaenda kurejesha mahusiano mazuri yaliyopotea baina ya Yanga na TFF na bodi ya ligi. Wala hakuna sehemu TFF inaweza kwenda kuadhibiwa na serikali, wala pia serikali haina uwezo wa kuvunja bodi ya ligi. Serikali pia haina uwezo wa kwenda kuvunja shirikisho la soka Tanzania TFF. Hawana huo uwezo, ila wanachokifanya ni kwenda kuwashauri au kuwaunganisha kuteza mahusiano mazuri, kitu ambacho serikali tayari ilishafanya, kwa sababu mheshimiwa waziri wa michezo alishawaita wakakaa wakasikilizana kama unakumbuka. Lakini baada ya pale Yanga wao waliona kama wanaonewa, kama kwenda mbali zaidi. Sasa kama walihisi kwamba wanaonewa, kwa nini sasa hivi tena wanarudi serikalini? Kuna namna Yanga wanajichanganya tu wao wenyewe, kwa sababu wanajiona kama ni wao wamekuwa wakubwa kuliko TFF. Lakini hicho ni kitu ambacho hakiwezi kuwasaidia, kwa sababu mwisho wa siku serikali inafuata taratibu ambazo zimewekwa na TFF. Serikali inapanga vitu ambavyo vimewekwa na bodi ya ligi kwenye zile taratibu zao, wala hawezi kuingilia chochote. Zaidi watashauri, na tayari serikali ilishashauri, lakini Yanga walishindwa kutekeleza yale mashauri ambayo ushauri ambao serikali walitoa kupitia Wizara ya Michezo. Na wakienda kupeleka, sio kwamba eti Mama Samia ndo ataenda kutoa maamuzi, hapana, bali itarejeshwa TFF na TFF ndo ambao watakuwa na maamuzi ya mwisho. Kwa hiyo Yanga wanajisumbua tu, lakini kokote wanakwenda hawezi kupata msaada. Suluhisho la hili ambalo wanalilalamikia ni lazima wahakikishe kwamba wanarejea TFF, wanajadiliana na TFF, wanapata suluhisho pale TFF, alafu ratiba mpya ya dabi inatolewa
na maisha mengine yanaendelea. Yanga kuendelea kugoma goma kama hivi haiwezi kuwasaidia. Kama kweli wataka kufuzu, basi wagomea na mechi zingine zote za kwenye ligi wasicheze. Yaani wasicheze mechi zote za ligi, wasicheze hata mechi moja. Alafu wasubiri waone maamuzi atakuwaje. Hapo ndo utakapofanya jambo la maana. Lakini kama wanagomea mchezo mmoja, alafu bado mechi zingine wanacheza, wala ni kazi nyepesi sana hiyo. Yaani kazi hii ingekuwa ngumu kama Yanga angegomea mechi zote za ligi kuu. Lakini kama asingegomea mechi zote za ligi kuu, kama angegomea mechi zote za ligi kuu, ingekuwa kidogo ni issue nzito. Kwa sababu lazima ligi ingesimama. Wala timu zingine zisingecheza. Lakini kwa sababu anagomea mchezo mmoja na mechi zingine zote zinachezwa, maamuzi ni mepesi tu. Inapangwa tarehe ya mchezo, wasipotokea shughuli inaishia pale. Kwa hiyo ni swala tu ambalo linahitaji maamuzi tu ya kiakili, wala sio swala ambalo linahitaji watu waanze kusumbuana au waumizane vichwa na nini. Haimeki hizo, yani haina sababu kama hizo. Kwa hiyo wao wanajisumbua wenyewe, wanajitesa wenyewe, lakini kimsingi ni kwamba wanapaswa kukaa kusikiliza kile ambacho bodi ya ligi na TFF wanakihitaji. Masuala mambo ya kugoma goma haya sio mambo yao ya msingi, sio mambo ambayo yanaweza kuwasaidia kwa namna moja ama nyingine. Wao wasikilize TFF inasemaje, wasikilize bodi ya ligi inasema nini, maamuzi yaweze kutolewa na maisha mengine yaendelee. Haya mambo ya kwenda kushtaki yaweze kuwasaidia, kwa sababu serikali haina maamuzi ya kuivunja TFF, haina maamuzi ya kuivunja bodi ya ligi. Zaidi serikali inashauri tu kwamba jamani, hapa fanyeni hivi, hapa fanyeni hivi, hapa fanyeni hivyo. Ni nchi tayari serikali ilishashauri. Sasa kama serikali ilishashauri, wao wanahangaika nini? Kwa hiyo kuna vitu vingine ambavyo Yanga wanapaswa kuvifikiria. Yaani viongozi wao kama hawajui taratibu za mpira, waseme, washauriwe, waambiwe hapa mfanye hiki na hiki na hiki, hapa mfanye hiki na hiki na hiki. Haya mambo ya kwenda tu kushtaki bila kumpangilio hayawezi kuwasaidia chochote. Serikali haina nguvu ya kuivunja TFF, ila serikali ina nguvu ya kushauri. Kwa hiyo kama wana imani na bodi ya ligi, wana imani na TFF, hayo ni matatizo yao. Wanapaswa kuhakikisha kwamba wanayamaliza wao na TFF, wanayamaliza wao na bodi ya ligi, na sio kitu kingine chochote.